Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu rabbi la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-mushrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Awwalan usi wa usikum bi nafsin bi taqwallahi 'azza wa jalla wa ta'atihi fi 'ula ya ma'ashar al-ahbab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awali ya kwanza baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma za ziada ya kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha al-ikhwa al-karim, amma al-yawma yawm al-jum'a yawm 'azim. Ama siku ya leo ni siku ya Ijumaa, siku ambayo ni tukufu miongoni mwa siku ambayo amejalia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa tukufu. Lakini kubakia kwangu mimi na wewe kutoka Ijumaa iliyopita, kutoka mwezi uliopita, kutoka mwaka uliopita, kutoka miaka iliyopita mpaka kufikiria leo, si kwa ujanja wetu, isipokuwa yote haya ni kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si kana kwamba wale ambao hatukubahatika kuwa nao katika siku ya leo, si kana kwamba wao kuondoka kwao, kana kwamba wao walikosa kuvumilia, walikosa kuhimili, walikosa kuwa na ujanja wa kubakia mpaka leo. Hapana, kuondoka kwao na kubakia kwetu si kwa ujanja kwetu, na kuondoka kwao si kana kwamba wao hawakuweza kubakia. Kuondoka kwao ni kuonesha kwamba muda wao waliokuwa wameandikiwa wa kuishi katika maisha ya kidunia umekwisha malizika, na kubakia kwangu mimi na wewe ni kuonesha baada ya saa au baada ya dakika, na sisi wewe na mimi tutahama katika mgongo huu wa ardhi na kuingia katika tumbo la ardhi. Kwa hiyo kuondoka kwao si kana kwamba wao walishindwa kubaki, na kubakia kwetu si kana kwamba sisi ni wajanja. Hapana, haya yote ni mapenzi ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha al-ikhwa al-karim, amma al-unwan khutbatuna al-yawma sanatahaddath ala al-maut. Tutazungumzia ni namna gani mauti, kama Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea ad-dunya mata'un wa khairun
mataiha almar'atu salih mahal asafi shadid ad-dunya mata'un wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, kwamba hayakuwa maisha ya dunia ni starehe ndogo tu yenye kubabaiza watu, yenye kubambaiza watu na kule watu wakajisahau na kuonesha kwamba dunia hii si chochote. Yote tunayoyafanya katika dunia, haya yote tutayaacha. Haya yote ni mapumbazo tu ya kupumbazika na maisha ya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha ya kwamba ad-dunya kulluha mataa, kwamba dunia yote ni starehe. Lakini sio starehe tu, anatukumbusha ya kwamba hizi starehe zote mnazobabaika nazo, hakuna atakayebakia nazo anafurahia muda wa milele, yaani yeye hatapata umauti, kwamba yeye atakuwa ni mtu wa kufurahikia tu kwa hizi starehe. Hapana, starehe zenyewe ni ndogo kabisa, wala hazina namna ya kukufanya wewe ukaacha vitu ambavyo ni bora zaidi, vitu ambavyo ni bora. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha ya kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qais man dana nafsahu wa amila ma ba'da al-maut. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha ya kwamba haya maisha ya dunia, mtu ambaye yeye atajipanga kufurahikia maisha ya dunia, atambua kwamba hicho anachokifurahikia sicho, kwamba utafurahikia kwa hizi starehe ndogo ndogo na ukamsahau Mola wako, na utapumbazika na hizi starehe ambazo ni za kutoweka, halafu ukasahau kwamba zipo neema ambazo unatakiwa kuzifanya na kisha baada ya hapo ukaneemeke nazo. Kwa hiyo anatukumbusha al-qais, mtu mwelevu, man dana nafsahu wa amila ma ba'da al-maut, kwamba mtu mwelevu, mtu mwenye kujitambua, mtu mwenye kujielewa ni mtu ambaye anafanya mambo ambayo, anafanya amali ambazo zitakazomsaidia baada yeye kuachana na mgongo huu wa ardhi na kuingia katika tumbo la ardhi. Lakini mwerevu mmoja katika wanaochuoni waliojitahidi anasema, inna hadha al-mauti, hakika haya mauti, kad afsada ala ahli naimahu, kwamba haya mauti yanagharibu neema za watu. Haya mauti yanaharibu neema za watu. Mtu anaweza akawa na neema ya afya, mtu anaweza akawa na neema ya mali, mtu anaweza akawa na neema katika neema miongoni mwa neema ambazo amemneemesha Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha ya dunia. Kwa hiyo mshairi huyu anatambia, fa inna hadha al-maut kad afsada ala ahli naimahu, kwamba haya mauti yanaharibu neema za wenye neema zao. Mauti haya yanaharibu neema za watu wenye neema zao. Sasa anatukumbusha fatulubu naima la mauta fi, kwamba tafuteni neema ambazo hazina mauti ndani yake. Tafuteni neema ambazo hazipatwi na mauti, na hizo neema utakwenda kufurahika nazo. Wa huwa a'malu salihah, kwamba fanya mazuri ambayo yanamridhisha Mola wako, na hivyo hazina kubwa unayoiweka, ili baada ya kuwa
kuachana na mgongo huu wa ardhi na kuingia katika tumbo la ardhi, ukanufaike kwa neema ambayo la mauta fihi, haina mauti ndani yake, ndiyo neema. Kwa hiyo inna hadha almaut, hakika haya mauti kad afsada ala ahli naimahu, kwamba haya mauti yanaharibu neema za watu wenye neema zao. Kwa hiyo anatukumbusha fatulumun naima la mauta fihi, kwamba tutafute neema ambazo hazipatwi na mauti ndani yake. Ayuha al-ahbabi rasuli sallallahu alayhi wasallam, ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba tunakumbushwa al-mautu yati baktatan, kwamba haya mauti yanapokuja hayana taarifa, ndugu zangu, wala hayana kitu ambacho kitakachokufanya wewe kuwa sasa ujikumbushe sasa tarehe zangu na saa zangu na muda wangu na miaka yangu imekwisha kupotea. Sasa kilichobaki sasa ni mimi nirejee kwa Muumba wangu. Hakuna message design hiyo, wala hakuna kitu ambacho kinakuja labda kinakupa ni uzindushi, kwamba kinakuzindua kwamba sasa muda uliokuwa umebaki nao umebakia ni mdogo, kwamba sasa hivi muda wote wewe ni kufa. Hakuna. Almautu yati baghtatan, mauti haya huwa yanakuja ghafla, ndugu zangu. Almautu yati baghtatan, mauti huwa yanakuja ghafla sana, ndugu zangu. Kwa hiyo sasa ni wajibu wako sasa, baada ya kutizama kwamba mauti yanakuja ghafla, kama mauti yanakuja ghafla, kwamba ipo siku au ipo saa na wewe utakuwa sasa unabadilishwa jina lako kutoka kuitwa fulani kuitwa marehemu. Baada ya kuitwa jina hilo, bimaana baada ya kuitwa jina hilo haitwi mtu ambaye anayepumua kuitwa kwamba huyu ni marehemu, haitwi mtu huyo, isipokuwa mtu ambaye ametenganishwa kiwiliwili chake, kwamba sasa huyu sasa si mwenzetu katika maisha ya kidunia, huyu sasa amekuwa ni katika maisha ya kibarzakh tena. Sasa mauti yanapokuja, ndugu zangu, yanakuja katika hali tofauti, yanakuja katika namna tofauti, na inategemeana na wewe ulikuwa na muamala gani na Mola wako, namna gani uliishi katika maisha ya kidunia. Uliishi katika maisha ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, au uliishi katika maisha ya kumkosea Allah tabaraka wa ta'ala? Sasa kama uliishi katika maisha ambayo ni ya kumfurahikia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtumikia Allah tabaraka wa ta'ala, basi kuondoka kwako kutakuwa kuondoka kwako ni kuzuri, lakini sio kuzuri tu. Unapofanya muamala mzuri na Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anakutunuku neema ambayo tunapaswa kuiomba kila muda, kila wakati. Allahumma nas'aluka husnul khatima, kwamba kuomba mwisho uliokuwa mwema, na mwisho uliokuwa mwema. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametukumbusha kwamba man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah faqad udkhila aljanna, kwamba mtu ambaye atakuwa mwisho wa maneno yake ya kuondoka katika mgongo huu wa ardhi ni kalima tukufu ya la ilaha illa Allah, basi mtu huyo, la shaka mtu huyo amepata tunu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kutamka neno tukufu, maneno matukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ayuha al-ahbabi rasuli sallallahu alayhi wasallam, ayuha al-muslimuna kulluhum, kwamba nawakumbusheni ya kwamba hii tunu hapati mtu hivi hivi tu, zawadi hii hapati mtu hivi hivi tu,
isipokuwa yapo ambayo amemfanyia Mola wake, ndio anapaswa sasa kutunukiwa kitu kama hicho. Na ndio maana tunaambiwa tujikite tu kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutunuku neema ambayo ni neema ya kutamka neno tukufu la Allah subhanahu wa ta'ala, naye ni kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah. Lakini si hivyo tu ndugu zangu, ya kwamba haya mauti yanapokuja, kwamba ile hali ambayo anakutana nayo yule ambaye imefika zamu yake ya kuondoka katika mgongo huu wa ardhi, ndugu zangu, ni kama alikuwa hakujipanga na hali yoyote ya kumridhisha Mola wake, ya kumfurahikia Mola wake, ya kumtumikia Mola wake, akaishi katika maisha ya kumwasi Allah tabaraka wa taala, basi mtu huyu ambaye ameishi katika maisha ya kumfanyia makasiriko Allah subhanahu wa ta'ala na kumfanyia yale ambayo aliyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa kwake yeye ndo anadumu kuyafanya na ndio anafurahia na ndio furaha yake. Mtu huyu anaoishi katika maisha haya, basi kuondoka kwake ni kugumu sana katika maisha ya kidunia. Anapoondoka, anapokuja Israeli, anapokuja kuichukua ile roho, basi mtu huyu kwake yeye anakuwa ni mwenye kuuliza, ni mwenye kushangaa, ni mtu ambaye anakuwa katika hali ngumu sana ndugu zangu, hali ambayo anakutana na kiumbe ambacho hajawahi kukionapo, hajawahi kukutana nacho. Sasa kimekuja katika hali ya kutisha na kinamtishia kwamba sasa saa yako imefika, na mimi ndio yule ambaye niliahidiwa kwamba katika wale ambao wanatimiza amana, kuzirejesha amana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio mimi nimekuja kuchukua amana ambayo nimetumwa kwako wewe, nilichukue roho yako tu, sina nyingine. Ile hali tunakuta ndugu huku na kule, yuarusha mkono kule, yuarusha mguu kule, yuarusha mguu kule, yuarusha mkono kule, kiwiliwili chote anajirusha namna awezavyo, kuonesha uchungu wa kutolewa roho. Ni uchungu ambao hata huyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati akitolewa roho yake, na yeye ilikuwa akisikia uchungu. Sasa vipi wewe na mimi, kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata uchungu wa kutolewa roho yake, na huyo ndio kipenzi chetu, ndio kiigizo chetu, kwamba amesamehewa madhambi alokuwa nayo yote na yajayo, lakini kutolewa roho kwake, anatolewa roho kwa uchungu. Sasa vipi wewe na mimi ambao kila pahala, kila aina tofauti tofauti tunafanya kwa kumkosea Allah tabaraka wa taala? Vipi hali yetu? Kaifa haluna? Vipi hali yetu sisi? Vipi sisi tutakuwa katika hali hiyo ya sakaratul maut? Kama huyo ndio kiongozi chetu na alipata maumivu. Sasa anapokuja kutoa roho kwa watu waliokuwa wema, kwa watu ambao wameishi katika maisha ya kumridhisha Allah tabaraka wa taala, kwa watu ambao wamefanya jitihada za kufanya amali zilizokuwa nzuri, watu ambao wametengeneza amali zao zilizokuwa nzuri kwa ajili ya kuitafuta akhira yao, kwa ajili ya kujenga nyumba zao, ambazo baada ya kutoka katika mgongo huu wa ardhi na kuingia katika tumbo la ardhi, wakanufaike kwa yale ambayo wametenda mazuri katika mgongo huu wa ardhi. Wanapojiwa na yule Israeli, lakini pia ndani yake pembezoni tunakuwa na malaika ambao wakiwa wanakubembeleza katika hali ambayo huku unatolewa roho yako kwa uchungu, lakini kunakuwa na maneno ya mabembelezo. Kama tunavyojua hata sindano anapochomwa mtu kule hospitali, kunakuwa na maneno atilisti kidogo ya kumpooza yule mgonjwa. Anapochomwa ile sindano, anakuwa na maneno ya mabembelezo kidogo, kuonesha kwamba pole, Mwenyezi Mungu atakuafu,
mgonjwa anakuwa na ile hali ya kurejesha na matumaini yake ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atalifanyia wepesi, mtapona. Lakini pale unapomdunga tu ulijitakia mwenyewe bwana, na kudunga sindano sawa sawa, hii ndio namna ulivyokuwa unataka udungwe hivi ili uweze kupona haraka. Maneno haya huwa yanamuumiza mgonjwa na kumwongezea ile hali ya uchungu, lakini pale unapomchoma sindano na kumpa maneno ambayo ya kumlainisha, Allah subhanahu wa ta'ala atakupona, pole, atakuponya. Pale anakuwa na yeye sasa anaruhusu ile hali ya kuchomwa kwa sindano, lakini yale maneno yakiwa yanamliwaza. Kwa hiyo hata mtu ambaye amefanya amali katika mgongo huu wa ardhi zilizokuwa nzuri za kumridhisha Allahu tabaraka wa taala katika uondokaji wake, basi kunakuwa na maneno mazuri, kunakuwa na maneno mazuri ambayo yanabembelezwa ya kuambiwa, ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Haya ni maneno anayebembelezwa mtu ambaye anayetolewa roho, lakini mtu ambaye amejitahidi katika kuyafanya yale mazuri ambayo anayaridhia Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, rudi kwa Mola wako, rudi kwa Mola wako hali ya kuwa umeridhia na yeye atakuridhia. Kwa hiyo sasa zinakuja sasa mbili, anasema udkhulul jannata, udkhulul jannata au udkhulu, ingia. Ingia wapi? Udkhuli fi jannati, udkhuli fi ibadi. Ingia katika pepo, ingia. Haya yote ni mabembelezo katika kumbembeleza yule ambaye amejitahidi kuyafanya yale mazuri ambayo ni ya kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni jukumu langu mimi na wewe kufanya maandalizi kwa ajili ya safari hii, safari ambayo haina taarifa wala haina message yoyote. Na hii safari kama alivyoainisha mshairi mmoja, anasema inna hadha almaut, hakika haya mauti, kad afsada ala ahli naimahu, kwamba mauti yanapokuja yanaharibu kila mtu mwenye neema yake, kila watu wenye neema zao, basi mauti yanaharibu. Kwa hiyo wewe kama ulikuwa sasa na nyumba, utaiacha nyumba, ulikuwa na gari lako, utaliacha gari lako, ulikuwa na mke, utamwacha mke wako, ulikuwa na watoto, utawaacha watoto wako. Sasa anatukumbusha kwamba fatlubu naima la mauta fihi, kwamba tutafute amali ambazo hazipati na kifo, na hizo ndio tunazoondoka nazo, kwamba kile ambacho tumejitahidi sisi kujifanyia, kuyafanya yale mazuri ambayo tumejitahidi, yale ndio matendo yetu na zile ndio amali zetu, kwamba amali zetu zile ambazo hazipati na kifo. Kwa hiyo tujitahidi kuyachuma yale mazuri, tutakapoondoka katika mgongo huu wa ardhi tukanufaike na mazuri yetu. Ndio lengo la mshairi huyu, kutukumbusha ya kwamba watulubu naima la mauta fihi, tutafute neema ambazo hazipati na kifo. Kwamba kama utatizama haya maisha yalivyo, unaweza ukakata tamaa na kukata starehe ya kuendelea kuishi katika maisha ya kidunia. Maana asafi shadidi, tukitizama picha ya zama tulizokuwa nazo,
na maisha tunayoishi nayo, ni kuonesha kwamba anapoondoka mzazi, familia italia, watoto watalia, ndugu watalia, jamaa watalia kwa kukukosa wewe. Lakini pia na kazini watasikitika, kwenye ajira yako watasikitika kukukosa. Lakini si kuondoka kwako kwamba hivi vitu vingine nyuma havitowezekana kufanyika na utasahaulika kabisa, kwamba kama kazini baada ya wewe kuondoka watu watasikitika zile siku kadhaa, lakini baada ya hapo atapatikana mtu ataikava ile nafasi yako na kazi zitaendelea. Lakini si hivyo tu, baada ya mke kumaliza eda atapata mume na kuolewa na utasahaulika. Na kazini pia watakusahau tena, hautakumbukwa tena, watu watakusahau na wataendelea na yule aliyokava nafasi, watakuwa naye kwa kazi ili ziweze kwenda. Lakini pia na mke atakapoolewa atakusahau pia vile vile. Lakini pia na watoto baada ya kugawana mirathi yao wataweza kukusahau pia vile vile. Sasa ni wachache mno katika watoto wanaowakumbuka wazazi wao, wanaowakumbuka kuwatendea yale ambayo wanastahili kutendewa wazazi wao wakiondoka. Lakini pale pale unapokufa watoto wanasahau kabisa, yaani unasahaulika kabisa, inabaki ni kama kumbukumbu tu ya namna fulani vile. Haya yote tunayaona katika maisha tunayoishi, ndugu zangu. Kwa hiyo ni kuonesha tujikite sisi kufanya mazuri ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala, ili sisi tukanufaike na yale ambayo tumeyachuma katika mgongo huu wa ardhi yaliyokuwa mazuri. Mtoto atakapokusahau hata kumbuka kwamba wewe ulichuma hizo mali kwa uchungu, ulichuma hizo mali kwa hali ambayo ulipata tabu kuzitafuta, hata kumbuka hilo. Yeye atakumbuka kwa kuwa mzazi wangu ameondoka, sasa nimepata maisha yaliyokuwa mazuri. Kama ni nyumba, basi nyumba itauzwa, watu watagawana, yatakuwa yameisha. Na baada ya kuisha, hakuna mtu mwenye uchungu na hiyo mirathi yake, labda kusema kwa kuwa hii mali alitafuta mzee, basi na sisi mali hii tunatakiwa tuiendeshe kwa kumwenzi mzee wetu, kwa sababu yeye ndiye aliyoichuma mali hii. Itafika bahala watauza, baada ya kuuza watakaa kikao, ima wameuza milioni 10, watasema sasa tutoe 100,000 kwa ajili ya mzee. Yaani katika zile mali 10 za mzee walizozipata milioni 10, watasema sisi tutoe 100,000. Na hata hiyo 100,000 kwa wengine ni kubwa sana. Watakaa kwamba sasa tuangalie pale msikitini kuna nini. Pale sasa inawezekana pale wanahitaji mfuko simenti, basi sisi tupige mahesabu yetu, tutoe kile mfuko cha simenti hapa, tumgie mzee pale, tutoe sadaka kwa ajili ya mzee. Ukitizama mali hizo ndio mali ambazo ulipapatika, ukaacha muda wa kumwabudu Mola wako, ukaacha kufanya mazuri, ukawa unababatika wewe na kupumbazika katika kuzitafuta mali au kutafuta maisha ya kidunia yaliyokuwa mazuri. Leo wenzako sasa wananufaika na wala wewe hawakuwazii chochote kabisa. Yaani katika vile ulivyovitafuta wao wanakumenteni, ni maana utawekewa katika kifungo cha mwisho tena kidogo. Yaani kama ni kukarabati kitu, basi kitakarabatiwa robo. Yaani kitatolewa kidogo katika fungu lako, ni maana kitatolewa fungu. Hiyo ndo wanasema tunamkumbuka mzee. Tunamkumbuka mzee kwa sababu katuachia, basi na sisi tununue mifuko miwili, tupeleke pale, ikapiga palasta au ikajenge madrasa, sadaka ya mzee. Yaani katika milioni 10 inatolewa 30,000. Kwa hiyo sasa ni sisi kwetu sisi kujikumbusha kwamba ile mirathi tunayoiacha ile inawahusu warithi, na kama ni warithi, ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha ya kwamba idha mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalath, kwamba anapokufa mwanadamu mambo yake yote yanakatika isipokuwa mambo ya aina 3. Sadaka tunjaria, kwa maana kama wewe ulijitahidi katika kuhimiza kwako, katika kuhabaika kwako kutafuta dunia, lakini uliwekeza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukasema mimi ninafanya kitu hiki
ili kiwe ni sababu ya mimi hata nikiondoka kiwe ni endelevu kwa ajili ya kunitumia. Kwa hiyo mtu akajitahidi kufanya chochote ambacho ni katika amali iliyokuwa nzuri, itakuwa ni endelevu na inaendelea kumnufaisha hata baada ya yeye kuondoka, ikawa inamnufaisha, basi hiyo ndio amali iliyokuwa nzuri. Tafuta lakini jiwekezee kwa Mola wako. Tafuta lakini jiwekezee kwa Mola wako, kwa sababu ni amali ambayo la mauta fihi, ni amali ambayo haipati na kifo. Hiyo umejenga msikiti, watu wataswali, kila anayeswali na wewe unapata. Wangapi wanaswali msikitini? Lakini sivyo, tukanunuliwa zulia. Zulia linachakaa kwa muda wa miaka mingapi? 3 4. Ngapi umepata? Ni nyingi. Lakini si hivyo tu, mimi nilege kwenye maana asafi shadid, anasema au waladun salih yad'u, au mtoto mwema mwenye kumwombea dua mzazi wake, au mtoto mwema. Si katika familia yako uliokuwa nao kwamba wote watakuwa na kuombea, si kweli. Ndio maana ikaja au waladu, bi maana unaweza kuwa na watoto 10 lakini anayekukumbuka kukuombea ni mmoja. Na huyo ndio kuonesha, huyo ndio umepata mtoto aliokuwa mwema. Kwa hiyo wanaweza ukawa na watoto 10, 15 lakini wakakukumbuka 2 au wakakukumbuka mmoja. Kwa hiyo katika hao, bi maana aliokuwa mzuri kwako wewe ni huyo mmoja ndio anayekukumbuka kukuombea dua. Lakini kama hivi na sisi tutakuwa tunalikumbuka. Katika hadithi al-Qudusi imekuja ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha kwamba hata sisi pia tunaweza tukawa tunasema maisha yetu ni magumu, lakini kumbe zipo sababu ambazo sisi hatuzifanyi kuwafanyia ndugu zetu au baba zetu au mama zetu. Anasema idha taraka abdu du'a lilwalidaini qata rizqahu, kwamba mtu anapoacha hata ile dua kuwaombea wazazi wake, hata riziki yake inapungua. Ndugu zangu, nini? Kwa hiyo usije ukashangaa wewe riziki zako kila ukitafuta upati, kwamba wapo watu huwafanyia yale wanayostahili kufanyiwa. Wapo watu ambao huwafanyii, na hao ndio nguzo yako, kwamba huwafanyii, waombee dua, wewe upo tu na maisha yako. Ndio tunakumbusha sika na kwamba watoto wote watakuwa wema kukuombea. Tunakumbushwa ya kwamba tunapotafuta zile riziki zetu tukumbuke kwamba kuwatolea wazazi wetu waliotangulia sadaka, lakini si sadaka tu, tukumbuke na kuwaombea dua, kwa sababu hatuna kingine cha kuwafanyia wema zaidi ya hivyo. Wakiondoka, kuwaombea dua na kuwatolea sadaka, hatuna vingine. Kwa hiyo hata sisi tunachotakiwa ni kuwaridhisha watoto wetu. Tutawaridhisha vipi na hali ya kuwa hatuwapeleki madaris kusoma, hatuwapeleki kusoma, wapo mitaani? Watatukumbuka vipi? Watayajuaje haya kwamba baba akiondoka natakiwa nimfanyie hivi? Baba anaondoka katika ulimwengu wa dunia wa kibarzakhi, anaingia katika ulimwengu wa kibarzakhi, kutoka mgogo wa ardhi na kuingia katika tumbo la ardhi. Mtoto hata ajui baba yake muandaaje, baba yake amfanyie yapi anastahili, hajui. Hajui ataanzia wapi? Wakati yote haya hakufuzu, ataanzia wapi? Ayuha al-ahbabu Rasul sallallahu alaihi wasallam, niwakumbushe zama tunazokwenda nazo ni zama ambazo zenye nyakati ngumu, ni zama ambazo ukikaa ukifikiria ni zama ambazo zinatakiwa kwetu sisi turejeshe amani katika majumba yetu, lakini turejeshe elimu katika majumba zetu, kwa sababu hao watoto ni amana. Ndugu zanguni, hao watoto ni amana, amana ambazo zinatakiwa sisi ndio viongozi tukifanyie kazi. Baba ni kiongozi wa ndani katika nyumba yako, wewe ni kiongozi. Kullukum mas'ulun an ra'iyati, kwamba wewe utaulizwa vipi hao bwana, uliwachungaje watoto wako? Uliwachungaje? Uliwaelekeza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatakiwa kuabudiwa? Uliwahimiza kwamba sheria ya Uislamu ilivyokuwa nzuri inatufundisha malezi, vipi tuwalee vijana wetu, kwamba mtoto anapofikisha miaka 7 mtoto huyo anatakiwa ahimizwe kwenda kuswali, ahimizwe kwenda kuswali.
twende kuswali, twende kuswali, twende kuswali, twende kuswali, twende kuswali, twende kuswali. Lakini anapofikisha miaka 10, huyu akiacha swala inatakiwa acheze mikwaju, inatakiwa apigwe. Kwa nini ameswali kama hana sababu za msingi za kujibu? Anatakiwa apigwe. Haya yote tukiangalia katika mifumo ya maisha yetu tuliyoweka, haya yote hatunayo, ndugu zanguni. Watoto wataswali vipi aliyakuwa sisi hatuswali? Watoto watafanyaje ibada aliyakuwa sisi hatufanyi ibada? Tutatengeneza kizazi gani hichi? Na tutambue maana hii tutakaporejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi tutakuwa ni mas'ul. Tutaulizwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutaulizwa. Hao watoto wao watakuwa na lao la kusema moja tu, huyo mkeo unayempenda hivi leo, siku ya kiyama hatakuita mume tena. Siku ya kiyama hautoitwa wewe ni mume, wewe ni baba, hautoitwa majina hayo tena. Siku hiyo itakuwa ni kauli moja tu, Rabbana hab lana haqqana min hadha ar-rajul. Ya Rabbi, mimi nakukabidhi mtu huyu, nichukulie haki zangu kwa mtu huyo, nichukulie haki zangu. Mama naye atakuja hivyo hivyo, Rabbana hab lana haqqana min hadha ar-rajul. Ya Rabbi, nichukulie haki zangu kwa mtu huyo. Lam yuallimuna umuru dinina, hakutufundisha mambo ambayo yanahusiana na dini yetu sisi leo. Angelitufundisha sisi tungefanya yale ambayo uliotuamuru tuyafanye. Mtu huyu sisi hakutufundisha. Ayuhalaba bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, vuta picha hii, ndani kwako hakuna mfanyaji ibada. Wewe uswali, mama aswali, watoto hawaswali, ni kuonesha kunako mzigo juu ya mzigo juu ya familia hii. Vipi sisi tutaepukana na adhabu ya Allah Tabaraka wa Taala? Vipi tutaepukana na adhabu ya Allah Tabaraka wa Taala? Sisi hatufanyi yale anayotuamuru, tunafanya yale anayotukataza. Vipi tutaepukana na adhabu ya Allah Subhanahu wa Taala? Allah Subhanahu wa Taala yaqulu wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun. Allah Subhanahu wa Taala yaqulu wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala Allah Taala fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa huwal barrul karim. Qul wallahu wa antum muqinun bil ijabah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Awalan usikum bi nafsi bi taqwallahi marratan thani wa khutbatan thani. Na kuhusieni kwa mara ya pili na kwa mara nyingine katika hotuba ya pili kwamba kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna lil muttaqina mafaza. Qauluhu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia inna lil muttaqina mafaza, hakika wamefaulu wote wenye kumcha Allah Tabaraka wa Taala. Kwa hiyo ni juu letu sisi kufanya yale ambayo anatuamuru Allah Subhanahu wa Taala. Fa innal mauta ya'ti baghtatan, hakika ya mauti huwa yanakuja ghafla wala hayampi mtu taarifa. Ni sisi kwetu sisi kujiandaa na yale ambayo Allah Subhanahu wa Taala anatutaka tuyafanye na tuyaache yale ambayo ametukataza. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu wa Ijumaa ya siku ya leo atuongoze na atupe hidayah na atupe mwisho uliokuwa mema ya Rabbul Alamin. Ya Allah, tunakuomba na nakuomba kwa utukufu wa siku ya leo, tuongoze sisi na vizazi vyetu ya Rabb. Tunakuomba utuongoze mama zetu, tunakuomba utuongoze watoto wetu, kwani wewe unamuongoza mtakaye ya Rabbul Alamin. Ndugu zangu, niwakumbushe kwa hayo niliyowakumbusha, tuyashike na tuyachukue, kwani haya ndio maisha tulokuwa nayo hivi sasa. Tuyachukue na tuyafanyie kazi, kwani ndio maisha tulokuwa nayo katika zama tulizokuwa nazo hivi sasa. Inna Allah wa malaikatahu
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارض عن خليفة نبيك لا تحكي بسيدنا أبي بكر الصديق اللهم عن الإمام الأواب سيدنا عمر بن الخطاب اللهم عن ذي النورين والبرهان سيدنا عثمان بن عفان اللهم عن إليك بني غالب سيدنا علي بن أبي طالب اللهم عن الصحابة كلهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وعز وجل وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.